nimesogea mtini pako, unisafi kwa damu ya kwako. Shalom shalom, Bwana Yesu apewe sifa. Ninakusalimu tena katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, jina linalozidi majina yote, jina ambalo ndio jina pekee ambalo wanadamu wote wanapaswa kuokolewa kwalo. Hakuna nabii mwingine, hakuna mtume, hakuna mwingine yote awaye heshima by jina lake linaweza kuokoa isipokuwa Yesu peke yake. Ni Mwalimu Chris Deogratias, nikukaribisha tena katika mwendelezo wa tafsiri ya ushuhuda wa dada Naya Wanjiru kutoka nchini Kenya wa madhabahu tatu za siri ambazo wachawi huzijenga katika vyumba vya kulala wa Kristo kwa lengo la kuwatesa, haribu maisha yao, wokovu wao na kuwafanya wewe wagonjwa muda wote. Na leo tutaendelea na sehemu ya pili au ya tatu, ambapo tutaangalia madhabahu ya siri ya pili au madhabahu ya pili ya siri ambayo wachawi hujenga katika vyumba vya Wakristo kwa kutumia vitu vya kawaida kabisa, ambavyo pengine siku zote tunaona ni vitu vya kawaida kabisa, lakini ndio hivyo vinageuka na kuwa malango ya kichawi ya kuwatesa Wakristo. Kwa hiyo nikukaribisha sana katika maendelezo. Ni Mwalimu Chris Deogratias, channel yako pendwa inaitwa Goshen One Injili na Ushuhuda TV, kisima cha maarifa ya kiroho. Nikukaribisha sana. Kama ni mara yako ya kwanza unaniona katika channel hii, basi nikuombe kabla hajaendelea mbele usubscribe kwa kugusa alama au neno subscribe, kisha ikitokea alama ya kengele gusa tena alama ya kengele, ili tunapoleta shuhuda nyingi nzuri za kweli na mafundisho mazuri ya utakatifu, hasa masomo ya nyakati za mwisho ya kufikie kwa wakati. Kwa hiyo naomba usiache kusubscribe, lakini pia yale ambayo tunaenda kujifunza ni mengi, ni suluhu kwa ajili ya mambo mengi. Kwa hiyo usiache kushare kwa ndugu jamaa na marafiki, maana Wakristo wengi leo hii wana malalamiko, maumivu ya mwili yasiyokoma, homa zisizoeleweka hospitalini, maumivu, mateso makali, lakini wakaenda hospitali hawakuti magonjwa, kumbe amkini siri iko hapa. Kwa hiyo nikukaribisha sana, karibu ungane nasi, na katika sehemu hii tutaangalia madhabahu ya pili ya kichawi ambayo inaundwa kutumia vitu tunavyoviweka chumbani mwetu, vyumba vya kulala, ambavyo vinageuka na kuwa lango la kuzimu kwa ajili ya kutesa maisha yetu. Karibu tuendelee. Nitaeleza sasa kuhusu aina ya pili ya madhabahu za siri na za kichawi zinazojengwa kwa siri katika vyumba vya kulala wa Kristo ili kumiliki maisha yao na kuyatesa kichawi. Madhabahu hiyo ni vifaa vya umeme. Madhabahu ya vitu vya umeme ni asili sana, lakini ina nguvu sana. Wakristo wengi hulala pamoja na simu zao, kompyuta zao na vifaa vingine vya mawasiliano vya umeme katika vitanda vyao. Wengine huviweka vifaa hivyo uvunguni mwa vitanda, wengine wanaweka kwenye mito wanayotumia kuegemea, wengine hulala hali wameviegemea vitu hivyo au kuweka karibu navyo sana. Wakristo wengi hawajui kabisa kuwa vyombo hivyo vya umeme na vya mawasiliano vinapowekwa karibu nao namna fulani, na baada ya kutumika kwa matumizi fulani kabla ya kulala usiku, hugeuka na kuwa madhabahu za kichawi. Tulitumia vitu hivyo vilivyowekwa kando ya miili ya Wakristo usiku kudhoofisha afya zao, kuwapandia magonjwa ya ajabu yasiyoweza kutambulikana kwa vipimo vya maabara kwa njia ya uchawi. Vifaa vya umeme huzalisha mionzi. Naamini hilo tunalijua sote. Lakini kile ambacho Wakristo wengi hawajui ni kwamba mionzi hiyo inayozalishwa na vifaa hivyo vya umeme huzalisha mitetemo. Na katika ulimwengu wa roho, mitetemo hiyo pia ina madhara makubwa. Mitetemo hiyo huwavutia baadhi ya mapepo na roho chafu, kama vile roho za mahangaiko, roho za wasiwasi, mashaka na roho za magonjwa yasiyogundulika kwa vipimo vya maabara na wala hakutibika. Unapoperuzi kwa kutumia simu yako usiku wa manane, kama vile unavyoperuzi, kama vile kuangalia makala za kielimu, picha mbalimbali,
kuwasiliana kupitia mitandao ya kijamii na kadhalika, unakuwa unafungua milango ya kiroho inayogeuka kuwa malango ya adui kukupata na kukutesa. Na unapoweka simu hiyo karibu nawe wakati wa kulala, au unapokuwa umesinzia au kulala kabisa, hayo malango ya mashambulizi uliyoyasababisha na kuyacha wazi hubakia wazi. Mitetemo hugeuka na mawimbi nayo huongezeka, na roho chafu zilizovutwa na mawimbi hayo kwa picha au maudhui ulioangalia mara ya mwisho kabla ya kujalala zinapata uhalali wa kuufikia mwili wako na kukudhuru muda unapokuwa usingizini. Nilifundisha kuwatambua Wakristo wanaolala karibu na vifaa vyao vya umeme au wawekao vifaa hivyo jirani na vichwa vyao au miili yao au hata vifuani wanapokuwa wamelala. Tuliziita madhabahu za kiteknolojia. Mara tu nilipombaini Mkristo wa tabia hiyo, anayelala hali ameweka simu yake au laptop au kifaa kingine cha mawasiliano karibu na kichwa chake au sambamba na mwili wake, niliimarisha madhabahu ya kichawi kwa kutumia vifaa hivyo. Madhabahu haijengwi kwenye vifaa hivyo moja kwa moja, ila kwenye mionzi ya kiroho inayozalishwa na kifaa husika. Na kupitia mionzi hiyo ningeweza kutuma roho za kichawi moja kwa moja mwilini mwa Mkristo huyu. Mateso na adha kubwa tulizokuwa tunawatumia Wakristo hao zilikuwa roho za kukosa usingizi na matatizo katika mfumo wa fahamu. Wakristo hao wataanza kukumbana na tatizo la kukosa usingizi kila siku usiku. Mioyo yao itaanza kwenda mbio, wasiwasi mwingi utawazidi na kuwajaa kabisa, na wataanza kuamka mara kadhaa ndani ya usiku mmoja. Mchana kutwa huwa na hofu sio ya kawaida, msongo wa mawazo na maumivu ya kichwa na uchovu usioweza kuelezeka. Kifuatacho ndicho kinachofanya madhabahu hii iwe na nguvu sana. Wakristo wengi hawatahusianisha mateso yao na simu zao. Huanza kulalamikia kuhusu msongo wa mawazo. Wangelalamikia labda kazi zao wanazozifanya ndio sababu ya maumivu na mateso yao, au labda mazingira yao na vitu vingine kwa ujumla. Lakini hawatawaza kabisa wala kujaribu kufikiri kuhusu kuondoa simu zao jirani na miili yao, au kuondoa kabisa katika vitanda vyao wakati wanapolala, hasa usiku wa manane. Kwa hiyo madhabahu ya kichawi inapoendelea kuwepo, na lango la kichawi huendelea kuwa wazi, na mashambulizi yataendelea. Tutajifunza kisa hiki kupitia ushuhuda wa mchungaji Michael. Hebu nikushuhudie kuhusu mchungaji Michael. Yeye alikuwa mchungaji wa kanisa moja la Kampala, jirani na Entebbe. Alikuwa ni mtu wa Mungu aliyehubiri injili yenye nguvu, na alikuwa akiongoza huduma yake kwa uamsho mkubwa na kimamlaka. Lakini alikuwa anaumwa bila kusema hadharani. Kwa miaka 3 mfululizo alikuwa akishindana na tatizo la kukosa usingizi kabisa, takriban usiku mzima. Alikuwa anajilaza tu kitandani kwa saa kadhaa bila kupata usingizi kabisa. Akili yake ilipelekwa kasi mno na msongo wa mawazo usiodhibitiwa. Hata kama angezidiwa na uchovu na kulala, basi angeshtuka baada tu ya saa chache, hali moyo wake ukidunda sana na akiwa ameloa jasho mwili mzima. Alienda kwa madaktari kadha wa kadha, akapewa vidonge vya usingizi ambavyo vilimfanya awe mchovu zaidi bila kupata pumziko lolote. Madaktari walibaini kuwa ana tatizo la kukosa usingizi, utulivu, upweke na wasiwasi mwingi. Alitumia madawa lakini hayakumsaidia kabisa. Kila siku alikuwa mchovu sana. Huduma yake ikaanza kutetereka, mahubiri yake nayo yakaanza kupoteza nguvu. Sikupewa jukumu la kumsimamia moja kwa moja mchungaji huyu, lakini jukumu hilo alipewa mmoja kati ya wanachama wetu wa uchawi aliyeitwa Patience. Alibobea katika kuwashambulia wachungaji, na silaha yake kubwa ilikuwa ni madhabahu ya vifaa vya umeme. Mchungaji Michael alikuwa na tabia kwamba kila siku kabla hajalala atajilaza kitandani pake, ataperuzi kupitia kwa njia ya simu yake takriban kwa saa nzima. Atasoma taarifa mbalimbali, atatazama video mbalimbali, angejibu ujumbe mbalimbali, na hata kupokea simu za washirika wake.
na hatimaye angelala hali simu yake ameiweka pembeni yake, jirani na kichwa chake au usoni kabisa. Kile ambacho mchungaji hakujua ni kwamba hakujua kama Patience alishaimarisha madhabahu ya kichawi kwa kutumia mionzi ya simu yake kila usiku alipokuwa akiperuzi. Mchawi huyo alikuwa anatuma roho chafu za kumfuatilia na kumulika maisha yake na kila kitu alichokuwa na peruzi kwa kutumia simu yake. Alipolala hali simu ikiwa karibu na kichwa chake, mchawi huyo alituma roho za mashaka, roho za upweke, wasiwasi, mahangaiko ndani yake na hali ya kujisikia kwa peke yake. Hili liliendelea kwa miaka 3 mfululizo. Mchungaji Michael aliomba, alifunga na kuomba mara nyingi, alienda kutafuta msaada wa maombi ya ukombozi kwa wachungaji wengine, lakini hakupata nafuu yoyote, kwa sababu madhabahu na lango la kipepo vilikuwa hai, navyo vilikuwa wazi, naye hakuweza kujua hivyo. Hakuweza kuacha tabia yake ya kulala jirani na simu yake. Hakukomesha tabia hii iliyompa adui yake malango ya kumtesa na kumshambulia. Siku moja mtumishi mmoja mwenye roho ya kinabii alitembelea kanisani kwake. Baada ya huduma, mtumishi huyo alimuita kando mchungaji Michael na alimpa ujumbe uliobadili kabisa maisha yake. Alimwambia, mchungaji, Bwana Yesu amenionyesha kuwa unapaswa kuondoa vifaa vyote vya umeme kitandani pako wakati unapolala usiku wa manane. Usiale karibu na vifaa vya mawasiliano kama vile simu, laptop na vinginevyo. Adui hutumia vifaa hivyo kama malango yake ya kukushambulia, kukumiliki na kukusababishia matatizo makubwa ya kiafya, kiakili na hata kijamii. Mchungaji alishtushwa sana na ujumbe ule, akawa na shaka nao yamkini, lakini alimtii nabii wa Mungu na akaondoa vifaa vyote vya mawasiliano kitandani kwa usiku ule baada ya kupata ujumbe. Usiku huo aliacha simu yake chumba kingine na alienda kulala chumbani kwake bila simu yoyote. Na ni kwa mara ya kwanza ndani ya miaka 3 alilala usingizi mwanana kabisa kwa saa zote 6 alizolala bila usumbufu wowote. Alipoamka asubuhi ya usiku huo alijihisi kweli alipumzika usiku, alafu akili yake pia ilikuwa timamu kabisa na mwili wake ulijihisi kweli alikuwa amestarehe kabisa usiku katika usingizi. Akaendelea na tabia hiyo. Kila siku usiku aliacha simu yake chumba kingine, na baada ya wiki 2 tatizo lake la kukosa usingizi liliisha kabisa. Mashaka na wasiwasi kupitiliza viliondoka kabisa. Moyo kupwita kuliacha na akarejea katika kawaida kabisa. Nguvu zake zikamrejea na mahubiri yake yakapata nguvu na kurejea tena. Kwenye ulimwengu wa kichawi, Patience alijawa na ghadhabu kubwa, maana alipoteza umiliki wote wa mtu huyo. Mchawi huyo alijitahidi sana kuirejesha madhabahu hiyo na malango hayo kwa ajili ya kumshambulia, lakini hakuweza. Ni kwa sababu mchungaji Michael aliondoa nyenzo iliyompa uhalali wa kumiliki na kutesa maisha yake. Lango la mashambulizi ya mchungaji Michael, yaani simu, haikuwekwa karibu na mwili wake tena wakati wa usiku. Maana yake ni kwamba lango lilikuwa limefungwa. Hiyo ndiyo nguvu ya madhabahu ya kiteknolojia. Nitakushuhudia tena kupitia ushuhuda wa dada Namono wa Kigali. Nitakupa ushuhuda wa dada huyu aliyeitwa Namono wa Kigali nchini Rwanda. Huyo alikuwa na umri wa miaka 28, alikuwa ni mwalimu wa shule moja huko Kigali. Dada Namono alipenda sana kazi yake, aliwapenda sana wanafunzi wake, pia alimpenda sana Mungu. Lakini kwa miezi 18 mfululizo alikuwa katika vita kubwa ya kiroho na mateso ambayo hakujua chanzo chake hasa. Kila siku usiku wa saa 8 ilikuwa lazima ashtuke toka katika usingizi wake na moyo wake ukienda mbio kwa kasi kubwa. Sio kwa kasi tu, bali ukipwita kwa nguvu kiasi cha kusikia kwa masikio yake mwenyewe. Mikono yake ilikuwa ikitetemeka sana, mwili wake ungetetemeka pia bila kuweza kujizuia, na alikuwa akijisikia kama yuko katika hali ya maangamizi makubwa, na kama vile jambo la kutisha na baya linaenda kumtokea muda na saa yoyote. Alienda kwa madaktari bingwa wa moyo, akapimwa vipimo vyote vinavyohusiana na mfumo wa moyo na mifumo yake yote. Alipimwa kipimo cha kuchunguza shughuli za umeme wa moyo, yani ECG kwa kifupi, au electrocardiogram. Pia alipimwa kipimo cha kuchunguza jinsi moyo unavyoonesha mrejesho
au wakati wa mazoezi au wakati wa kupokea taarifa za mshtuko au katika hali mbalimbali, yani stress test. Ajabu, kila kipimo alichopima na kila kitu alichopima kwa wakati huo, vipimo vilionyesha yuko sawa kabisa. Lakini maajabu ni kwamba kila usiku ifikapo saa 8 usiku mateso yalirejea pale pale. Kila ifikapo saa 8 usiku moyo wake ulienda mbio sana, mwili wake ungetetemeka kwa kiwango ambacho hawezi kujizuilia, na angebaki tu akijilaza kitandani akiwa na hofu kuu, asijue nini kilichokuwa kinamtokea. Wakati wa mchana alikuwa akifanya kazi zake vizuri tu bila shida yoyote, lakini usiku wa manane uingiapo, hofu ya kutisha hugubika moyo wake. Alikuwa anaogopa sana hata kwenda kulala, kwa sababu alijua kinachomtokea mara baada ya kwenda kulala usiku wa manane. Moyo kwenda mbio, hofu kuu, na ile hali ya kutojitambua na kutojimudu kabisa kimwili na kiakili, ndivyo vilivyokuwa vinamtesa. Mchawi mmoja wa chama cha uchawi jirani alikuwa ameimarisha madhabahu na malango ya kichawi dhidi ya dada Namono na kwa kutumia madhabahu ya vifaa vya umeme. Kwa hiyo kumfanyia uchawi dada Namono ilikuwa ni jambo rahisi na jepesi sana. Ilikuwa ni kutuma tu roho za hofu na mashaka na utisho kupitia mionzi ya simu yake usiku alipokuwa amelala. Dada Namono alijizoesha kulala hali akiwa anaendelea kutazama video mbalimbali kwenye simu hadi usingizi unapomzidi. Alikuwa akilala kitandani hali ameshika simu na anaperuzi hadi macho yawapo mazito na kulemewa na usingizi. Kisha alikuwa akilala hali simu yake iko mkononi mwake au kifuani pake au kwenye mto ulioegemea. Simu hiyo iliendelea kutawanya mionzi na mitetemo na kufanya kuwa lango la mchawi huyo kuingia na kumtesa dada Namono kuwa hai na wazi muda wote. Kila usiku, kila siku usiku wa saa 8, roho za mashaka na roho za kukosa utulivu zilikuwa zinatumwa kupitia mionzi na mitetemo hiyo moja kwa moja hadi mwilini mwake. Hilo lilipelekea moyo wake kwenda mbio sana, mwili wake kutetemeka, na akilini mwake alianza kujihisi kuwa mwenye hofu isiyoweza kudhibitiwa. Mashambulizi yalikuwa makali na ya mfululizo na yalikuwa ya kasi kubwa na kiasi dada Namono alianza kuingiwa hofu kuwa huenda atakuwa kichaa. Jioni moja alihudhuria ibada kanisani. Wakati wa kujifunza neno, mhubiri alizungumzia kuhusu vita vya kiroho au mambo ya maombi ya vita na namna ambavyo mapepo au wachawi hupata milango na wazi na upenyo, jinsi ya kuwaingia Wakristo na hata kuwashambulia. Alitaja kuwa vifaa vya mawasiliano na yani vya umeme ambavyo endapo utavihifadhi vibaya wakati wa usiku basi hugeuka na kuwa malango ya mapepo na wachawi kufanya mashambulizi dhidi yako. Alisema kama unalala hali simu au kompyuta yako iko karibu na mwili wako, karibu na kichwa chako, unakuwa unawapa maadui upenyo wa kuharibu usingizi wako, ndoto zako na hata afya yako ya kimwili na kiakili. Namono akahisi kama kitu kinamkereketa moyoni mwake, maana hakuwahi kabisa kuwaza kama simu ya mkononi yaweza kugeuka na kuwa silaha ya wachawi na mapepo na hata kuidhuru afya yake na maisha yake kwa ujumla. Alijua simu ni kifaa tu cha kawaida. Usiku huo aliamua kujaribu jambo hilo aone kama ni kweli. Alienda kwake na usiku huo hakuchajia tena simu yake chumbani alalamo, bali akachajia katika chumba kingine na aliingia chumbani kwake kulala bila simu kabisa. Ni kwa mara ya kwanza baada ya miezi 18 usiku huo saa 8 usiku ikaja na ikapita salama kabisa. Hakujisikia moyo kwenda mbio, hakukuwa na tetemeko la mwili tena, hakukuwa na hofu yoyote tena. Alilala usingizi murwa kabisa usiku wote hadi asubuhi. Alipoamka asubuhi hakuamini kabisa kilichotokea. Dada Namono aliendelea kudumisha tabia hiyo. Kila siku usiku aliacha simu yake chumba kingine, akaingia kulala bila kifaa hicho cha mawasiliano. Baada ya wiki moja, madhira yote yaliyokuwa yanamtesa yaliisha kabisa. Moyo wake ulikuwa sawa, usingizi wake ukarejea tena, hofu yote iliondoka kabisa. Alipoenda kwa daktari kufanya vipimo vya marudio, alimueleza tabibu kilichomtokea. Daktari huyo alimtazama kwa tabasamu na kusema,
Siwezi kueleza hilo kitabibu. Hicho ulichokifanya kimetenda. Kwenye ulimwengu wa roho, mchawi aliyekuwa akimtesa dada huyo alipoteza kabisa nyenzo yake na uwanja wa kufuatilia na hata umiliki na haki ya kumtesa. Madhabahu ya kifaa cha umeme iliondolewa, mionzi haikuwepo tena, na roho za kichawi zilizokuwa zinatumwa kwa dada huyo kupitia mionzi ya simu yake hazikuweza tena kufanya kazi, maana kituo chao kiliondolewa kabisa. Na hii ndio nguvu ya madhabahu ya kifaa cha umeme au kifaa cha mawasiliano. Hivyo unapaswa kuwa makini sana. Simu yako sio simu tu kwenye ulimwengu wa roho. Simu yako katika ulimwengu wa roho huleta mionzi, na mionzi hiyo huleta mitetemo, na usipohifadhi vizuri, usiku ugeuka kuwa lango na madhabahu ya kukutesa. Ni mitetemo hiyo ya simu hutumiwa na nguvu za giza kama lango la kukushambulia, ikiwa simu hiyo utaiweka jirani sana na wewe wakati wa usiku. Hugeuka kwa, ikiwa utaweka simu yako karibu nawe, au wengine unaweka unalala inabakia kifuani mwako, au mguu pengine umeiegemea kwenye pamoja na mto wako, au mwingine atajisahau kiasi kwamba itakuwa imegusa mwili wake mahali popote, basi itabadilika na kuwa lango na dhana ya kichawi inayotumika kudhuru afya yako na maisha yako yote kwa jumla. Usingizi wako na utulivu wa moyo wako na utulivu wa kiakili, afya na hisia zako pia, vyote vitavurugwa. Biblia husema katika Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 22, jilindeni dhidi ya aina zote za uovu. Hii huhusisha tabia zinazoonekana kuwa sio dhambi au sio tatizo, kama kulala hali simu yako umeweka jirani na mwili wako au umeiegemea. Hilo huonekana kuwa ni jambo la kawaida, lakini ni jambo baya ambalo linawatia Wakristo katika mitego ya adui yao, naye huweza kuwatesa hata kuathiri afya zao. Unapoondoa kifaa hicho, unakuwa umeondoa uwezekano wa kukufikia kichawi na kipepo. Ukiondoa hapo, unakuwa umejiwekea ulinzi, uponyaji na pumziko kamili. Kama utalala simu ikiwa karibu nawe, kompyuta au kifaa kingine chochote, ujue unampa adui yako mlango ulio wazi ili akushambulie. Unakuwa unamruhusu roho za uharibifu kukushambulia ulalapo usiku. Unapaswa kuondoa vifaa vya mawasiliano chumbani mwako usiku lalapo, au viweke mbali na mwili wako au na kitanda chako. Usilale hali umeviweka kwenye meza ya jirani au kwenye kabati la kitanda chako, au draw ndogo pembeni ya kitanda chako, au vile vitanda vidogo, au kwenye draw ya kitanda chako. Usilale hali umeviegemea kichwani au kwenye mto vile unalalapo, au kuviacha tu kuendelea kuangalia vitu mbalimbali mpaka usingizi kujiapo, kisha kifaa chako unakilalia kabisa. Au salama zaidi, viondoe kabisa chumbani mwako. Na sasa kama umekuwa ukikumbana na adha ya kukosa usingizi usiku, au kama unaamka ukiwa una majonzi yasiyoeleweka chanzo chake ni nini, mashaka, hofu, moyo wako kuwa kwenda mbio unapoamka, au hauwezi kulala vizuri, andika ifuatavyo kwenye comment. Ninaondoa madhabahu za kiumeme zote toka ndani ya chumba changu cha kulala. Andika sasa, kwa sababu ukili wako una nguvu sana. Usingizi wako utarejeshwa. Lazima niwe muwazi kwa sababu nataka kuziweka wazi siri hizi za kichawi, na kufanya hivyo sio jambo jepesi, kwa sababu ninakumbuka niliyoyafanya nilipokuwa katika ufalme wa giza. Ninakumbuka nilipokuwa kwenye uchawi. Tulifurahia tulipoona mtu amefungwa kiroho. Tulifurahi sana pale maombi ya Wakristo yalipokuwa hayafanyi kazi. Vile vile tulifurahi sana pale upenyo wao wa kiroho ulipozuiliwa na sisi. Ninakumbuka pale nafsi zetu zilipokuwa zinafurahi na kuridhika pale Wakristo walipoteswa kwa magonjwa mbalimbali, magonjwa yasiyoelezeka, magonjwa ambayo hayakuweza kubainika kwa vipimo vya kitabibu, na hata kutotibika kwa madawa ya kidaktari. Lakini ninaumia sasa kwa kuona madhara na mateso niliyokuwa ninayasababisha kwa Wakristo. Kwa hiyo ninahitaji kufunua siri hii na kufungua kila kifungo tulichowafunga Wakristo. Huu ndio tafsiri ya sehemu ya pili
ya madhabahu za kichawi ambazo wachawi wanazijenga kwenye mionzi ya vifaa vya umeme kama vile simu, laptop, na tablets na vinginevyo, ambavyo Wakristo wengi leo hii bila kujua wanalala hali vifaa hivyo vikiwa jirani nao sana. Hizo wameviegemea au wameweka hata masikioni, kwa sababu wengine wana tabia wanaangalia video mpaka usingizi unamkuta hali anaendelea kusikiliza. Kwa hiyo mwisho wa siku vitu hivyo vinageuka kuwa silaha za mateso, vifaa vya kuchunguza maisha yao, kuwafuatilia na kuwatesa kwa kuwapiga mionzi ambayo inaambatana na nguvu za kichawi zinazobadilisha kabisa maisha yao. Kwa hiyo ukiwa umesikia ujumbe huu, na yamkini wewe ni mmoja kati ya wahanga, na leo Wakristo wengi wanaocho ikikilio kwamba wanaumwa, wakienda hospitali kupimwa hakuna magonjwa yoyote, au hata ni watoto, wengine ni wazazi. Kwa hiyo watoto yuko pembeni, mtoto na yeye katikati inawekwa simu inatoa mionzi usiku kucha, akiamka asubuhi mtoto ni mgonjwa na yeye ni mgonjwa na asijue tatizo ni nini. Kwa hiyo tatizo kwa mujibu wa ushuhuda ni vifaa vya simu kuweka karibu nasi. Kwa hiyo tunashauriwa tuondoe kabisa. Tokea nilipofuatilia ule ushuhuda, nimeona binafsi nilikuwa na changamoto ya maumivu ya kichwa, lakini leo ninamaliza wiki ninamshuhudia mabadiliko makubwa. Na mimi ninakusisitiza Mkristo yote mahali popote ulipo, usifanye majaribio, wewe kaondoe hivyo vifaa, kwa sababu mimi nimeondoa na nimeona mabadiliko makubwa. Lakini kwa kuwa wengi wanateseka, sio wale walioko tu, hapana, kila mmoja. Kwa hiyo ninakusihi sana, baada ya kusubscribe, baada ya kulike na kucomment, na usisahau kucomment, ule ukili wako ndio ushindi wako. Kwa hiyo usisahau kucomment na usisahau kuondoa hivyo vifaa wakati wa kulala. Ni vizuri kama una peluzi, imefika saa 4 unatamani kupumzika, basi zima simu zako, zima vifaa vyote vya mawasiliano. Kama ni TV, zima TV. Unaweza kaacha TV yako usiku kucha inapiga muziki, watu wako uchi, unavutia mapepo. Kwa hiyo inakuwa lango la kuzimu kuja kufanya mashambulizi, kushambulia afya yako, kudhoofisha ndoto zako, kukuatesha ndoto zao, kubadilisha mipango yao. Maisha yako yote yako kwenye ndoto zako. Kwa hiyo ni mambo mengi. Kwa hiyo nikusihi sana tubadilike wapendwa, lakini usiache kushare kwa ndugu jamaa, ili wengi wapate na haya maarifa, wasiendelee kuteswa. Yamkini umesikiliza mafundisho yetu kabla ya huu shuhuda na unatamani kumpa Yesu maisha yako. Tunakukaribisha sana kupitia comments popote ulipo, tunaweza tukakufikia. Pengine unatamani kubatizwa ubatizo wa kweli, ubatizo wa kikombe, ni ubatizo wa kuzimu, ubatizo wa visima ni ubatizo wa kuzimu, na yamkini umebatizwa kwa utatu, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, hautaingia mbinguni. Naomba nikusihi sana ubatizwe baada ya kusikia Injili na kuiamini, baada ya kutubu dhambi. Asikudanganye mtu ulibatizwa utotoni ili kuondoa dhambi asili. Dhambi haiondoki kwa ubatizo. Ndio maana huoni kwenye dini mtu akikosea anarudi kubatizwa, la hasha. Dhambi inaondolewa kwa toba. Hata ukisoma Matendo ya Mitume 2:37, Paulo anawaambia, na Petro anawaambia tufanyeje ndugu zenu? Anawaambia tubuni. Baada ya kuhubiria wameamini, anawaambia kinachofuata tubuni, kisha mkabatizwe ili mpate ondoleo. Kwa hiyo ondoleo la dhambi. Au ukisoma Mathayo sura ya 3 utakuta Yohana anabatiza. Sasa alikuwa hapo Yohana akibuli katika nyika ya Uyahudi akiwaambia watu tubuni, na watu walipotubu, mstari wa 5 unasema ndipo wakamwendea watu wote kule katika mto Yordan alikokuwa anahubiri, wakiendelea kutubu dhambi zao, ndipo wakawa wanabatizwa. Kwa hiyo asikudanganye mtu yote. Mkristo, watu wamedanganywa kwamba ni Wakristo. Mkristo ni mtu anayemwabudu Mungu katika roho na kweli. Mkristo ni mtu ambaye analishika neno la Mungu linakataza watoto wachanga wasibatizwe. Wewe uliobatizwa katika utoto uchanga, usifikiri umebatizwa. Jina lako liko kwenye vitabu vya kanisa lako, lakini haupo katika kitabu cha uzima mbinguni. Siku ukifa, usishangae unapotupwa jehanamu. Yesu hakujui kwa kumebatizwa kwa ubatizo wa wanadamu, ubatizo wa kuzimu. Kasome Mathayo 21:25. Kuna aina mbili za ubatizo, ubatizo wa mbinguni na ubatizo wa kuzimu. Ubatizo wa mbinguni una kanuni zake. Mbatizo lazima awe amesikia Injili, awe ameamini, awe ametubu dhambi, awe amempokea Yesu, awe abatizwe kwa maji mengi, maji yanayotembea kwenye chanzo chake cha asili, na abatizwe kwa jina la Yesu. Kibatizwa sasa, hizo sifa hawezi kuwa nazo mtoto mchanga. Kwa kama umebatizwa ubatizo tofauti na huu, sio wa kikombe, sio wa visima. Wale wengine wanabatizwa wokovu, wanahubiri wokovu, ila wanabatizwa watu kwa visima. Sio ubatizo wa kweli, ni kabuli, ni mfano wa wale wanaojiunga na shetani. Shetani anabatiza kwenye kabuli kuzimu, na ndivyo alivyoleta duniani. Kwa hiyo usije ukachelewa
Lakini pia unatamani kutoka kwenye wokovu wa bandia. Wokovu wa bandia, unaposikia umeokoka, watu kanisa wanakuambia umeokoka, wanavaa kikahaba, wanawake wanavaa masuruali, wanavaa vitovu, wanavaa hereni, wanavaa mapambo yoyote kwa mwanamke, mapambo yote, hereni, cheni, wigi, sio nini, ni sanamu. Kwa hiyo aliyevaa hereni na aliyepiga goti kwenye sanamu ya Maria, wote wamefanya dhambi moja na hawaingii mbinguni, wanakwenda kuchomwa moto. Wale ambao wako nje ya neema ya wokovu, usijidanganye wewe ni Mkristo. Mkristo ni mtu anayemwabudu Mungu katika roho na kweli. Mkristo hapigi goti mbele ya sanamu. Hata kama amekudanganya ni sanamu ya Yesu. Yesu hajawahi kuwa sanamu. Wanakudanganya. Isaya 9:16, wao kuongozao ndio wanakupeleka jehanamu. Sikia hili neno leo, badilika, mtafute Mungu wa kweli maadamu bado anapatikana. Mlango wa neema bado hujafungwa. Ukifungwa mara moja, hautafunguliwa tena. Sikudanganye mtu. Saa ya wokovu ni sasa. Kama hujapokea neema ya wokovu, okoka sasa. Popote ulipo, tupitia comments, tutawasiliana na wewe. Unatamani kubatizwa, tutakufikia, au pengine tayari kanisa takatifu la Uamsho liko karibu na wewe, maana tumefika mikoa mingi sasa. Kwa tunakukaribisha sana. Bwana akubariki, Bwana kuinue. Kokote uliko usijifiche, majira na nyakati vimefika mwisho. Shalom, shalom. Bwana akulete tena tujifunze madhabahu ya aina tatu, na katika hii madhabahu wengi wamenaswa pia. Kwa hiyo usikosekane. Subscribe tunapoleta madhabahu ya aina tatu, usikose kuzisikia. Bwana akubariki. Shalom, shalom.